Ni wakati wa baraka sana na kukaribisha wewe mtazamaji wa kipindi hiki cha Baraka Jodevi Classic. Ninayezungumza nawe wakati huu ni balozi wa nabii mkuu Mtume Sekela Ntondolo. Niko hapa kwa niaba ya nabii mkuu wa karne 21 baba mheshimiwa nabii mkuu Dr. Jodevi kukuletea kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Ni neema ya ajabu mimi leo kupata nafasi hii. Unaona nimekalia kiti chake namna hii. Kwa kweli ni jambo la baraka sana sana, lakini pia ninaamini kwako pia itakuwa ni wakati wa kuwa baraka sana kutusikiliza. Na kukaribisha kwa moyo wa mkunjufu kabisa. Niko hapa na nabii mwanafunzi. Asante sana balozi wa nabii mkuu. Kipekee kabisa na mshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kuwa pamoja nawe katika kipindi hichi. Ulio pamoja nami mtazamaji ni nabii mwanafunzi William James, na kupenda kukaribisha. Asante sana. Basi leo nabii mwanafunzi tumepata neema tena kuwepo katika kipindi hiki. Nami kwa niaba sasa ya nabii mkuu nataka nimwambie mtazamaji ya kwamba tunahitaji kuendelea kuangalia ule mguso ambao umekuwa ukionekana mara nyingi wakati wote ambapo nabii mkuu anapofanya mikutano au anapofanya ziara, hata kwenye ibada mbalimbali anazozifanya. Hapa ndio tunataka leo tuangalie. Labda tuanze kwako nabii mwanafunzi. Asante sana balozi. Kikubwa ambacho naweza nikakisema, mara nyingi kumekuwa kuna jambo la tofauti sana ambalo limekuwa likionekana, hasa pale ambapo nabii mkuu anakuepo. Mahali popote ambapo nabii mkuu amekuepo siku zote imekuwa ni wakati wa tofauti sana. Kwa sababu kuna kitu ambacho kinanibariki sana ambacho ningependa mtazamaji aweze pia kufahamu. Jambo hili ni katika ziara mbalimbali ambazo nabii mkuu amedumu kuzifanya, hakuwahi kuwasahau watumishi wa Mungu. Kila mara wakati anamaliza ziara zake, huwa anaita watumishi wa Mungu na kutamka nguvu ya Mungu ambayo inabaki juu yao maeneo mbalimbali, kama wakati ambapo amekuepo Mwanza hivi karibuni, nyuma kabisa akifanya mkutano. Kwa mfano alifanya mkutano Arusha Sheikh Amri Abeid Stadium pale, alifanya mkutano Biafra. Hakuwahi kuwasahau watumishi wa Mungu. Ni kwa sababu nimeona kitu ambacho kimekuwa ndani yake, kwamba amekuwa akifikiria zaidi ufalme wa Mungu, niweze kusema amekuwa kingdom minded. Kila mahali anatamani kwamba ufalme wa Mungu zidi kudhihirika na kuonekana hata zaidi. Ni kweli kabisa kama ulivyosema, na hata kipindi kilichopita tulizungumzia pia habari hizi, kwamba jinsi ambavyo nabii mkuu amekuwa kitamani ile nguvu ambayo Mungu amekuwa akimtumia nayo aone watumishi wengine pia wakitumika nayo. Lakini sisi kama watu ambao tumemfuata, kama wewe ni nabii mwanafunzi, yani ni nabii ajaye ambaye anakulea baadaye uje kuwa nabii kama alivyo yeye. Na tunajua kabisa kwa uhakika na ni usahihi kabisa kwamba yeye ndo nabii wa kwanza. Yani mtu aliyesimama katika huduma ya kinabii kama nabii nabii mkuu Dr. Jodevi ndo amekuwa katika nafasi hiyo, na ndio maana anaitwa nabii mkuu. Lakini pia tunaangalia pia yani huo mguso haupo tu kwa watumishi wa Mungu. Inashangaza kwa sababu mguso kama huo uko pia kwa watu wa kawaida. Tumeona katika mikutano, katika ziara, jinsi ambavyo kwanza ule umati wa watu wanavyomfuata imekuwa ni tofauti. Kwa mfano kama alivyofanya mkutano kule Biafra, ukiangalia pia alipofanya mkutano hapa katika viwanja vya magereza hapa Arusha, alipofanya pia mkutano stadium, kokote kule ambako nabii mkuu amefanya mkutano au ziara, tumeona makundi ya watu wengi wakiwa wanamfuata. Na kitu ambacho kimekuwa kikishangaza ni ile hali ya watu kuwa na shauku ya kupokea nguvu ya Mungu na matendo makuu ambayo Mungu amekuwa akiyafanya. Labda unaweza kuambia nini watazamaji kwa habari hii ya nguvu ya Mungu ambayo tumekuwa tukishuhudia sisi wenyewe, jinsi ambavyo Mungu amekuwa akifanya kazi kwa watu? Amen. Kitu ambacho ningependa kumwambia mtazamaji popote pale alipo ambaye anaangalia kipindi hichi ni kwamba haya makundi ya watu, maelfu ya watu wanaojitokeza katika hizi ziara, wanafika kuhudhuria, kitu ambacho wanakitamani ni kitu gani? Kwa sababu haiwezekani watu wengi namna hiyo wakawa wanajitokeza bure.
kipo kitu ambacho wanakiona, kipo kitu ambacho wanakitamani, ndio maana wanafika. Na hii ni ule udhihirisho wa nguvu ya Mungu kwa urahisi kabisa, ambao tumeona sehemu mbalimbali ambao nabii mkuu akiwa akifanya kazi kubwa kwa urahisi kabisa, akitamka maneno na watu wakifunguliwa, akifanya ishara na ajabu na miujiza kwa namna ambayo ni ya tofauti kabisa. Na tumekuwa tukisikia hata usemi huu ambao nabii mkuu amekuwa akiusema, maneno machache kazi kubwa zaidi. Yeah. Ndio. Na kupitia hilo lilosema maneno machache kazi kubwa, ni kweli kabisa tumedhihirisha, kwa sababu nimeangalia na wakati wote wa kumfuata nabii mkuu, jinsi ambavyo tumefuatana naye Dr. Jodevi, kuna kitu ambacho nimekiona kwamba hatumii nguvu. Unajua kuna ile mtu anatumia nguvu, akianza kuombea sauti lazima abadilishe sauti, lazima aanze kukemea, yani kama ni pepo na kuna style fulani ambayo nimeiona kwa watu wengi. Hatu kashifu utendaji wa watu wa kazi, lakini tunapenda kujifunza. Umeona yani kitu ambacho nimekiona cha tofauti, ambacho na utofauti wake sio utofauti tu, ni bora. Kwa sababu kama unafanya kazi ya Mungu, umerelax, utoki jasho jingi, mwili wako hauchoki, ni kitu kizuri. Na hicho kitu ndio kitu ambacho sisi tumekiona. Anapokuwa anaongea tu, hata wakati mwingine anapokuwa kwenye mafundisho ya kawaida, anasoma Biblia tu ambayo watu wengine wanaisoma, pepo wachafu wanalipuka. Tumeona, tumeshuhudia mara nyingi, mpaka anamwambia bado wakati wenu. Lakini pia tumeona jinsi ambavyo anaweza kunyamazisha nguvu za giza kwa mara moja, hata kwa makundi. Akatamka neno ambayo imekuwa ni tofauti. Unaona tofauti, na hii imeleta kwamba inajulikana kabisa nabii mkuu amekuwa muasisi pia, yani amekuwa ni mtumishi wa kwanza ambaye amekuwa akishuka badala unajua watu wengi walizoea watu kuitwa mbele, lakini mara nyingi sana amekuwa akishuka, akitembea kwa hudumia watu. Tumeona hiyo. Lakini kabla nikurudishe nyuma kidogo, tulipozungumza habari ya watumishi, watumishi wa Mungu mbalimbali, hata Kenya tuliona, maana ingekuwa Tanzania tungesema ni Tanzania tu, lakini tuliona pia katika nchi ya Kenya. Nikurudisha kwamba tumeona pia watumishi wa Mungu ambao wamekuja hata katika huduma pale makao makuu hapa Arusha, ambao wamepokea ile nguvu na kuonyesha pale. Yani nabii mkuu akawaruhusu akaanza kufanya. Labda unazungumza nini kuhusu hilo? Kwa upande huo balozi wa nabii mkuu, kuna kitu ambacho ningependa mtazamaji pia aweze kufahamu, ya kwamba wakati watumishi wa Mungu wametoka sehemu mbalimbali wakifuata hii nguvu, wakitamani kujazwa na huu uweza wa Roho Mtakatifu, kuona mamlaka hii ikifanya kazi ndani yao, nabii mkuu amekuwa akifanya kwa namna ya tofauti. Amekuwa akifanya kwamba mtu anapoipokea ile nguvu ya Mungu, basi anaweza akaanza kufanya demo pale ili ajue kwamba kitu alichokipokea ni authentic, ni halisi, kinafanya kazi. Na hii ndio jambo ambalo limekuwa la tofauti. Mara nyingi kupitia nabii mkuu tumetoka katika hali ya kuwa na maneno mengi na kufikia katika hali ya kuiona mamlaka ikifanya kazi kwa urahisi, hasa kwa watumishi wa Mungu. Ni kweli kabisa. Lakini pia kuna upande mwingine ambao nabii mwanafunzi nilipenda tungezungumza kidogo. Hasa unajua kuna vitu ambavyo watu wengi sana wamekuwa wakizungumza, hasa mafundisho yake nabii mkuu. Unazungumza nini kuhusu hilo, labda na wewe kama nabii mwanafunzi? Kuhusu hilo, ni jambo ambalo kwanza niseme ni kitu ambacho kinanigusa binafsi. Mafundisho yake yananigusa binafsi. Kwa nini nasema namna hiyo? Ni kwa sababu amekuwa akifundisha kwa namna ambayo binafsi sijawahi kusikia mahali popote. Labda mtazamaji ambaye anaangalia anaweza akatamani kujua ni vitu gani hivyo ambavyo vinafundishwa ambavyo naweza kusema kwamba kuvisikia mahali popote. Ni kwa sababu nabii mkuu katika kufundisha kwake aliutambulisha ufalme wa Mungu kama serikali, akizungumza habari ya serikali tukufu ya ufalme wa Mungu, akitambua kwamba ufalme wa Mungu ni serikali, na hii imetufundisha kwamba hakuna serikali isiyo na mfumo wa mamlaka. Na ndipo hapo katika mafundisho yake tukajifunza ya kwamba iko nguvu ya mamlaka na mamlaka ya nguvu. Kwa hiyo mara nyingi tunatakiwa kufanya kazi kwa kutumia nguvu ya mamlaka, ule uweza ambao Mungu ameweka ndani yetu, na sio mamlaka ya nguvu, yani kutumia nguvu zetu za mwili. Na katika kufundisha namna hii, kila mara
tunajisikia kuingia katika kumjua Mungu kwa kina zaidi, kwa namna ambayo hatujawahi kumfahamu Mungu kwa level hiyo. Kwa hiyo hii kimetufanya kuwa na shauku ya kumjua Mungu zaidi kama mfalme na kutambua ufalme wa Mungu kama serikali, na hii inafanya revolution, ni mapinduzi kabisa. Naweza kusema namna hii. Ni kweli kabisa. Kwa mfano pia baadhi ya mafundisho yake mengi sana ambayo amekuwa akiyazungumza ni pamoja na ile kuonyesha kwamba hata sisi tumepewa mamlaka. Umeona? Sawa na Yohana 14 mstari ule wa 12. Jinsi ambavyo anavyosema kwamba Yesu Kristo alivyosema, mkiniamini mimi, kazi nilizozifanya mtazifanya na kubwa zaidi ya hiyo. Yani unajua ametufundisha kwamba wakati mwingi tumekuwa tukimuita Mungu afanye. Umeona ile hali ya kumuita Mungu afanye, lakini amefundisha mpaka sasa watu wote wanajua kwamba kumbe hii mamlaka si kwa manabii tu, si kwa watumishi wa Mungu tu, pia hata mtu mwenyewe tu aliyemwamini Yesu Kristo anaweza kufanya kazi za Yesu Kristo. Tunaona kabisa kwamba ameleta mabadiliko katika kanisa. Mafundisho yake yameleta pia mabadiliko, na ndio maana watu wengi wamekuwa wakiulizia tunawezaje kupata mafundisho yake, tunawezaje kumsikia. Lakini kwa sasa imekuwa ni njia rahisi kabisa, watu wanaweza kusikiliza radio yetu ya NYU NYU Radio FM kupitia online. Wanaweza kupata hiyo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba nabii mkuu amekuwa ni chachu ya kuleta mabadiliko kama ulivyosema, mapinduzi. Lakini ninarudi bado kwenye ishara, ajabu na miujiza. Unajua wakati wa nyuma, wakati nabii mkuu alipoanza kazi, wewe na wewe umemfuata kwa muda mrefu kama mimi. Ni kweli. Labda mwenyewe utaeleza labda muda gani mpaka sasa? Tangu nimemfahamu nabii mkuu hadi sasa ni miaka 10. Miaka 10 tangu siku ya kwanza nilipomwona nabii mkuu. Miaka 10? 10 years. Kwa hiyo umenipita. na toka amekutamkia labda ilikuwaje? Ili watazamaji waweze kujua. Wakati nabii mkuu ananitamkia neno la utumishi, la kwamba akitolea ule unabii, ilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa 8 2008. Alitoa hilo tamko ya kwamba miaka 10 baadaye kutokea wakati ule nitakuja kuwa nabii katika nchi ya Tanzania na kufanya kazi ambazo anazifanya na hata zaidi ya hizo. Na ilikuwa ni jambo la kushangaza kwa sababu nilikuwa nimesimama kati ya maelfu ya watu. Kwanza wakati huu watu walikuwa wamejaa kwenye viti na kulikuwa hakuna hata mahali pa kukaa. Kwa hiyo nilikuwa nimesimama tu nyuma kabisa. Lakini nabii wa Mungu akanyoosha mkono wake akaniita. Unajua aliponiita ni kana kwamba alikuwa ananifahamu. Ni kama vile amenijua. Ni kitu ambacho cha tofauti kabisa, kwamba kitu ambacho wewe mwenyewe hujawahi kukifikiria, hujawahi kujua, lakini ni kitu cha baraka kuwa mbele ya nabii. Kwa sababu hata kitu ambacho kimefichika ndani, kitu ambacho kimefichwa ndani yako, nabii awapo anaweza kukijua. Kwa hiyo aliniita namna hiyo na akatoa ule unabii na kunipaka mafuta siku hiyo kama ishara ya mwanzo wa safari ile. Kwa hiyo mpaka sasa ni zaidi ya miaka 6.5 na tunaelekea kukamilisha miaka 7 mwezi wa 8 mwaka huu. Basi mimi niseme tu kwamba mtazamaji unayetuangalia wakati huu, kama ulivyomsikia nabii mwanafunzi alivyosema, kwa nabii kumekuwa na mvuto kwa sababu pia anajua huduma ya mtu iliyoko ndani. Tokea miaka hiyo ulikuwa mdogo, lakini aliweza kuona na ameendelea kukukuza. Kwa hiyo hii ndio kitu ambacho kinasababisha kuleta utofauti wa nabii mkuu na mchungaji. Unajua mchungaji anaweza kuona tu kwamba huyu ni mtumishi lakini asijue ni wa namna gani. Na ndio maana kanisa tunamhitaji nabii. Hii inaleta mvuto sana kwa watu wengi wanaposikia hivi. Na tumeshuhudia watumishi wengi wa Mungu wakija. Kama hivi karibuni kuna kijana ametoka Dar es Salaam, amekuja pale, ambaye amekuwa na kiu muda wote akifuatilia vipindi hivi vya Jodev Classic vinavyorushwa katika televisheni hii. Amefuatilia na amefika. Wengi tumeona wakisafiri kutoka mbali, ni kwa sababu ya kuitamani nguvu hii. Tumeona jinsi ambavyo nabii mkuu akamtamkia kujazwa nguvu, alipokea upako pale. Na naamini kabisa ameondoka akiwa mtu wa tofauti. Hivi ndivyo ambavyo Mungu
ametuinulia nabii katika nchi ya Tanzania, ambayo watu binafsi, yani mtu mmoja mmoja unapokea hitaji lako. Tumesikia shuhuda nyingi, watu wakisema kwamba maisha yao yamebadilika. Maisha yao yamebadilika baada ya kukutana na nabii mkuu. Maisha yao yamebadilika kiuchumi, yamebadilika maisha yao hata kiafya. Haswa afya za watu zimerekebishwa. Na hii ndio imeleta sasa watu kuwa na shauku kwa sababu ya ile nguvu ya Mungu anayotumika nayo nabii mkuu. Basi mpenzi mtazamaji, hebu tuchukue nafasi kidogo tuangalie kazi zake, alafu punde tutarejea tena. Umefunguka kuanzia sasa. Shwari kuu. Tena watazamaji wapenzi, baada ya kuziangalia kazi za nabii mkuu. Sasa wakati huu tukiwa tunaendelea nabii mwanafunzi, ningependa tuzungumze kwa pamoja habari hizi za nabii mkuu, jinsi ambavyo zinaleta, yani unajua nazungumza kwamba zinaleta msisimko fulani, mwamko fulani. Kwa mfano mtumishi mmoja wa Mungu wakati nabii mkuu alipofanya ziara pale jijini Mwanza, alisema huyu bwana, na mnukuu, alisema huyu bwana anapokuja bwana jiji linataharuki. Yani imekuwa kwamba nabii mkuu anapoenda kwenye mji fulani, yani kuna ule mji unataharuki. Na sababu hasa ni nini? Yani labda wewe kwa mtazamo wako, sababu hasa ni nini kwamba mtu nabii mkuu anapoingia mahali mji ule unataharuki? Tumeona pia, niseme tu kwamba kabla sijakuachia, niseme kwamba basi tunaweza kusema ni Tanzania, lakini mimi nilikuwa kwenye ziara aliyoifanya Nairobi, nilikuweko pale. Niliona jinsi kweli mji ulitaharuki. Kwa mara ya kwanza kuona watu wengi, na ziara ile ya Nairobi ilikuwa wakati huo kulikuwa kuna dalili ya mvua. Nakumbuka kabisa yule Bishop Muiru alikuwa anasema, alikuwa kama ana wasiwasi kwamba mvua itanyesha, na watu wengi wa Nairobi mvua inaponyesha tu manyunyu huwa wanakimbia. Na walisema pia watu wengi wanakuweko kwa, yani unajua wanakuwepo labda kwenye unapokuwa na mkutano, wakisha sikiliza waimbaji, basi kama kuna dalili ya mvua wanaondoka. Lakini kwa nabii mkuu ilikuwa tofauti, kwamba nabii mkuu alikuwa pale na mvua ilikuwa inaonyesha kabisa mpaka ilishaanza kunyesha, lakini watu hawakuondoka. Kwa hiyo huu usemi wa kusema kwamba nabii mkuu anapoingia mahali, nabii mkuu Dr. Jodevi anapoingia mahali jiji linataharuki. Unasemaje hiyo? Asante sana balozi. Mimi kuna jambo ambalo naliona hapo, ambalo ningependa pia na mtazamaji aweze kuliona, kwamba wakati fulani Yesu katika shughuli zake anafikia mahali anamuuliza Petro, na wewe unataka kuondoka? Petro anamwambia niende wapi? Maana kwako kuna maneno ya uzima. Unajua kuna kitu kinamfanya mtu anabaki mahali. Kuna kitu kilikuwa kinamfanya Petro abaki pale, kwa sababu kwa Yesu kulikuwa kuna maneno ya uzima. Na hii ndivyo ni hali halisi ilivyo kwa nabii mkuu. Anapofika mahali, yako maneno ya uzima, yako maneno ambayo yanaweza kubadilisha maisha ya mtu kabisa, akawa mtu mpya, akawa kama vile ambavyo hajawahi kuwa, kwa sababu unapofika mbele ya nabii moyo wako unageuzwa. Na mimi nakumbuka hata Sauli anapofika mbele ya Samuel, anapoondoka pale anakuwa mtu mpya. Kwa hiyo kile ni kitu ambacho kinawavuta wengi. Hakuna mtu anatamani kukosa nafasi kama hiyo, kwa sababu ikiwa kuna mtu ambaye naweza nikakutana naye, na katika kukutana naye mara moja
ile kitendo cha kukutana naye nikabadilika kabisa, then hakuna mtu anataka kumiss nafasi kama hiyo. Umenikumbusha uliposema hivyo kwamba nabii amekuwa ni shortcut ya mambo mengi kama ulivyowahi kusema. Lakini pia nabii mkuu alishawahi kusema kwamba anapokuwepo nabii kama vile alivyo yeye mwenyewe nabii mkuu Dr. Jodevi, inakuwa watu kubadilika ni rahisi sana. Yeah. Watu kubadilika ni rahisi sana. Lakini kama ni mwinjilisti, mchungaji au tuseme mwinjilisti anapotaka kufanya mkutano itabidi arudie tena na tena na tena. Lakini kwa nabii mtu anakuja tu mara moja na moyo wake unabadilika kama ulivyosema kuhusu Sauli. Lakini pia tumeona kitu ambacho pia kimekuwa mvuto kwa watu wengi ni ile nguvu ya Mungu ambayo nabii amekuwa akitumika nayo na jinsi inavyowafikia watu. Kwa mfano tunaona anapopita katikati ya watu, umeona watu hata hajawagusa. Lakini pepo wachafu wanalipuka, lakini pia watu wamekuwa wakianguka. Sio wote wanaoanguka kwamba wana mapepo, lakini wengine unakuta ile nguvu ya Mungu. Mimi kwa sababu imeshai kunitokea, ninajua. Unakuta unashindwa kuelewa saa ngapi umefika chini. Huwezi kujua. Wewe unazungumzaje kuhusu hilo nabii mwanafunzi? Asante sana. Mimi kwa upande wangu kitu ambacho naweza kusema ni kwamba hilo nalo linakuwa ni sehemu kubwa sana ambayo inaleta mvuto, kwa sababu pale ambapo nguvu inaonekana, unaona kabisa hakuna mtu hajaguswa, mtu hajashikwa, mtu hajatikiswa, lakini ameanguka kutokana na nguvu ya Mungu inayomshukia. Watu wanapokea nguvu ya Mungu akiwa mbali. Hiyo inamfanya mtu avutiwe kufika pale, kwa sababu anajua hata kama asiponigusa kipo kitu ambacho nakipokea. Kwa hiyo inafikia mahali mtu anajua kabisa kufika kwake mbele ya nabii sio bure. Uwepo wake mbele ya nabii mkuu sio bure. Kwa hiyo anajua nikifika ninapokea kile ambacho ni stahili yangu kwa siku hiyo. Kwa sababu anaiona nguvu ya Mungu ikiwa inasafiri kugusa kila eneo la maisha yetu. Na kikubwa zaidi nabii mkuu amewahi kusema wakati fulani ya kwamba nguvu ya Mungu inajua cha kufanya. Yes. Hiyo ni point nzuri sana. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inaposafiri namna ile kuja katika maisha yako au maisha yangu au maisha ya mtazamaji au yoyote ambaye anakuwa katika ule uwepo wa nabii mkuu, nguvu ya Mungu inamfikia, inajua cha kufanya, inajua wapi pa kurekebisha, na hili linakuwa mvuto mkubwa sana kwa watu. Na unajua nikwambie mtu na nabii mwanafunzi, hichi kitu kilikuwa kwanza kwa mara ya kwanza hata kwa watumishi wa Mungu ambao ni watumishi wa Mungu ambao walikuwa wametangulia, ilikuwa kama ni kitendawili kwao. Kwamba inawezekanaje nguvu ya Mungu ikafanya kazi yenyewe, kwa sababu watu walishazoea kama ulivyosema kwamba badala watu walikuwa wameshazoea kutumia nguvu za mwili, wanachanganya na nguvu ya Mungu. Kwa mfano kama ni mtu anaombewa pepo mpaka mtu asukumwe labda ndio aweze kuanguka, lakini iliwashangaza mpaka hii ikapelekea hata nabii mkuu kusemwa vibaya. Lakini mimi nimekuja kugundua kwamba katika ile hali ya kumzungumza vibaya imekuwa pia ni mvuto kwa wengine kuja kuangalia hicho kitu anachokisema, na matokeo yake wakifika wanakutana na nguvu ya Mungu ya kweli. Unasemaje kuhusu hilo? Maana hilo nalo limekuwa la kuvutia sana. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa, kwa sababu watu wanaweza kuwa na maneno mengi. Hii inakuwa hivi, namna ile. Lakini unajua kitu ambacho kimekuwa kikivutia watu ni kitu kimoja, kwamba mtu anaweza kuyasikia maneno, lakini anapofika mbele ya nabii mkuu anaona Biblia imekuwa halisi. Yale ambayo alikuwa anaona Yesu anafanya yamekuwa halisi kabisa. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni sehemu kubwa sana ambayo inavuta watu wengi, kwa sababu wanaona Biblia ikiwa halisi katika maisha yao. Na hii ndio jambo ambalo tumekuwa tukizungumza hapa, mtazamaji unayetuangalia katika kipindi hiki cha Jodevi Classic. Tumekuwa na wakati wa baraka, lakini pia tutakuwa na kipindi kingine tena ambacho tutaenda kuangalia matamko, maneno ya kinabii ambayo yametamka nabii mkuu wa karne 21, na tuyathibitishe jinsi ambavyo yametimia. Kwa hiyo kwa siku hii ya leo, inawezekana uko mahali kokote ambako umetamani sana, umetusikiliza na umeelewa kile tunachokizungumza, na umeona pia jinsi ambavyo kazi nabii mkuu anazozifanya umeziona zikionyeshwa hapa, na unatamani sana kusema light na mimi ningepokea. Wakati huu nataka nimwambie nabii mwanafunzi
atamke neno kwa ajili yako hata wewe. Maana nataka nikwambie nguvu ya Mungu iko katika neno. Ukiliamini lile neno analokutamkia, kwa sababu usiangalie kwamba yeye ni mwanafunzi, lakini jua ya kwamba nguvu ile ile anayotumika nayo nabii mkuu, hata sisi wanafunzi chini watumishi chini yake na wanafunzi chini yake wote kabisa tumeipokea. Kwa hiyo tunachokutamkia ndicho kinachokuwa. Karibu. Asante sana balozi. Kwa kila mtazamaji mahali popote ulipo, na katika hali yoyote ambayo umepitia na kutamani kuona mguso na msaada wa kimungu, ninakutamkia kwamba umepokea msaada wa kimungu katika kila hali ambayo unaipitia kuanzia sasa, na umepokea nafasi ya kushinda na kwenda mbele zaidi na kuona upenyo katika kila ambalo limekuwa gumu maishani mwako. Katika jina la Yesu Kristo imekuwa kwako. Amen.